Mlango wa 39. Na zile nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu wakafanya mavazi yaliyofumwa kwa ustadi sana kwa ajili ya kutumika katika mahali patakatifu na kuyafanya hayo mavazi matakatifu ya Haruni, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akaifanya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa. Nao wakaifua hiyo dhahabu hata ikawa mabamba membamba sana, kisha wakaikata iwe nyuzi, ili wapate kuifuma pamoja na hizo nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyuzi nyekundu na za kitani nzuri, kazi ya fundi stadi sana. Nao wakafanya na vipande vya mabegani kwa ajili yake, viliungwa pamoja kwa ncha zake mbili. Na huo mshipi wa kazi ya werevu uliokuwa juu yake ili kuifunga mahali pake ulikuwa wa kitu kimoja na wa kazi moja na naivera ya dhahabu na rangi ya samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri ya kusokotwa, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakavitengeza vile vito vya shohamu vilivyotiwa katika vijalizo vya dhahabu vilivyochorwa mfano wa kuchora kwake muhuri kwa majina ya hao wana wa Israeli. Naye akavitia katika vile vipande vya mabegani vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa wana wa Israeli, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akafanya kile kifuko cha kifuani, kazi ya fundi stadi, kama hiyo kazi ya naivera, ya nyuzi za dhahabu, na za rangi ya samawi, na za rangi ya zambarau, na nyekundu, na kitani nzuri ya kusokotwa. Kilikuwa mraba, wakakifanya kile kifuko cha kifuani kwa kukikunja. Urefu wake ulikuwa shibiri, na upana wake ulikuwa shibiri, tena kilikuwa ni cha kukunjwa. Nao wakatia safu 4 za vito ndani yake. Safu moja ilikuwa ni akiki, na yakuti ya rangi ya manjano, na baharamani, vilikuwa ni safu ya kwanza. Na safu ya pili ilikuwa zumaridi, na yakuti samawi, na almasi. Na safu ya tatu ilikuwa ni hiakintho na akiki nyekundu na amethisto. Na safu ya 4 ilikuwa ni zabarajadi na shohamu na yaspi. Vito hivyo vilikuwa vimetiwa katika vijalizo vya dhahabu, kila kimoja mahali pake. Na hivyo vito vilikuwa vyaandama majina ya wana wa Israeli 12 sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora muhuri, kila moja kwa jina lake, kwa zile kabila 12. Nao wakafanya katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nao wakafanya vijalizo 2 vya dhahabu na pete 2 za dhahabu, nao wakazitia hizo pete 2 katika ncha 2 za hicho kifuko. Nao wakaitia hiyo mikufu 2 iliyosokotwa katika hizo pete 2 zilizokuwa katika ncha 2 za hicho kifuko. Na ncha hizo 2 nyingine za hiyo mikufu 2 ya kusokotwa wakazitia katika vile vijalizo 2 na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivera upande wa mbele. Nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika ncha 2 za kifuko cha kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivera ulio ndani. Nao wakafanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika vile vipande 2 vya ile naivera chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake, juu ya huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nao wakakikaza kile kifuko kwa pete zake kwenye naivera kwa ukanda wa rangi ya samawi, ili kikae pale juu ya mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi, na ya kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivera, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Naye akafanya hiyo joho ya naivera ya kazi ya kusuka rangi ya samawi yote. Na hilo tundu lililokuwa katikati yake, mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, na utepe wake kulizunguka hilo tundu, ili lisipasuke. Nao wakatia katika upindo wa joho makomamanga ya nyuzi za rangi ya samawi, na rangi ya zambarau, na rangi nyekundu, na kitani iliyosokotwa. Nao wakafanya njuga za dhahabu safi, na kuzitia hizo njuga kati ya hayo makomamanga pande zote, kati ya hayo makomamanga. Njuga na komamanga katika pindo za joho kuizunguka pande zote, ili kutumika kwa hiyo, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakafanya hizo kanzu za nguo ya kitani nzuri ya kufumwa kwa Haruni na kwa wanawe.
Na hicho kilemba cha nguo ya kitani nzuri, na zile kofia nzuri za kitani, na hizo suruali za nguo ya kitani nzuri iliyosokotwa. Na huo mshipi wa nguo nzuri ya kitani iliyosokotwa, na rangi ya samawi, na rangi ya zambarau, na nyekundu, kazi ya fundi mwenye kutia taraza, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Nao wakafanya hilo bamba la hiyo taji takatifu la dhahabu safi, na kuandika juu yake andiko, mfano wa kuchorwa kwa muhuri, mtakatifu kwa Bwana. Nao wakatia ukanda wa rangi ya samawi ili kulifunga katika hicho kilemba upande wa juu, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Basi ndivyo ilivyomalizwa kazi yote ya maskani ya hema ya kukutania, na wana wa Israeli walifanya kama yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya. Nao wakamletea Musa hiyo maskani, yaani hema, na vyombo vyake vyote, vifungo vyake, na mbao zake, na mataruma yake, na nguzo zake, na matako yake. Na kifuniko chake cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na kifuniko cha ngozi za pomboo, na pazia la sitara. Na sanduku la ushuhuda, na miti yake, na kiti cha rehema. Na meza, na vyombo vyake vyote, na mikate ya onyesho. Na kinara cha taa safi, na taa zake, hizo taa za kuwekwa mahali pake, na vyombo vyake vyote, na mafuta ya taa. Na madhabahu ya dhahabu, na mafuta ya kutiwa, na uvumba mzuri, na pazia kwa mlango wa hema. Na madhabahu ya shaba, na wavu wake wa shaba, na miti yake, na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Na ukuta wa nguo wa ua, na nguzo zake na matako yake, na pazia la lango la ua, na kamba zake, na vigingi vyake, na vyombo vyote vya kutumiwa katika utumishi wa maskani, kwa hiyo hema ya kukutania. Na mavazi ya kazi nzuri kwa utumishi katika mahali patakatifu, na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani, na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Sawasawa na yote Bwana aliyomwagiza Musa, ndivyo walivyoifanya hiyo kazi yote wana wa Israeli. Musa akaiona hiyo kazi yote, na tazama, walikuwa wameimaliza. Vile vile kama Bwana alivyoagiza, walikuwa wameifanya vivyo, basi Musa akawaombea heri.